Okay, tunaendelea na Microsoft Excel. Excel. Tunaendelea na Microsoft Excel. Leo tena kujifunza jinsi ya kuformat cells, na hii itakuwa video yetu ya mwisho kwa sasa. Na katika kuformat cells tutajifunza jinsi ya kuangle text. Kwa mfano hapa tuseme, kwa mfano tunataka tu angle hiki hapa kitu. Akisha katika sehemu ya home na katika sehemu ya arrangement tuenda katika alama hii hapa AB iliyopanda juu, wenyewe wanaita orientation. Ukiclick hapa kuna angle counter clockwise, angle clockwise, vertical text, rotate text up, rotate text down, format cells, arrangement. Sisi tutabonyeza angle counter clockwise. Kubonyeza kama hivyo unavyoona ndo angle counter clockwise. Lakini tunaweza tukasema kwamba hii jinsi ilivyo imefula au haiko poa, tutajaribu kuipunguza, kuminimize. Tuta right click hiyo row, tuenda katika sehemu ambayo andika format cells, kisha kama unavyoona katika arrangement unaweza ukafungua ukakuletea katika sehemu ya namba. Mimi unaniletea katika sehemu ya arrangement, ila utachagua mwenyewe. Hapa inaonyesha katika 45 degrees, sisi tuta minimize mpaka kiwango ambacho tunataka, sio kwa mfano mpaka 25. Ukihit okay itokea namna hiyo. Hii ni angle 25, haijakadiriwa, ndio jinsi ilivyo. Kingine kinachofuata ni masuala ya font. Font ni kitu cha muhimu sana katika mambo ya uandishi wa kiprogram. Hapa kuna hapa wanaita font size, ya hapa ku increase, ku decrease, na hii hapa ni background color kwenye fill color, na hii hapa ni font color. Kusema kwa mfano labda tunataka background color yetu iwe black, iwe blue na kuendelea. Ndio hapa tuna select kitu ambacho tunataka. Katika font color tuseme labda tunataka iwe ya green, au tuseme kwa tunataka iwe ya blue bahari, ndio itapendeza, ndio inakaa namna hiyo. Kingine ambacho tutaenda kujifunza ni font family. Kitu ambacho kinaitwa font family ni hapa. Hapo kwa mfano labda unataka font yako iwe, wenyewe wanaita uandishi, aina za uandishi, kuna ulalo, nini msambamba, sijui inakuelekea. Ndio hii hapa wanaita font family. Tuende katika Elio au ngoja tutafute kitu ambacho kitaweza kukaa vizuri. Century. Yeah. Pia kwa pembeni hapa kuna border. Hii ni masuala ya border. Kwa nataka sijui border maana yake mpaka ikae kulia, kushoto, juu, chini. Sisi tuna katika thick bottom border, inakuwa thick nyembamba, na katika bottom border kama unavyoona hapo, lakini mistake ikae hivyo. Tuende tu katika mfumo wetu. Kitu kingine ambacho nataka niwaoneshe ni njia rahisi ya ya kuweka katika cell styles. Kwa pembeni hapa katika ribbon form yetu, katika styles hapa kuna mahali ambapo nika cell styles. Hii ni kwa wale wavivu ambao mweza mkatengeneza hapa, kubonyeza sijui ndio kwenye fonti, mara wengi katika color, unaenda tu moja kwa moja katika cell styles, moja wanakuchagulia hapa. Kwa unataka labda maandishi meusi, background color iwe hiyo hapo, si pinki, mkolezo hii hapa, pinki iliyokolea zaidi, na accent na kuendelea. Pia kuna vitu vingine vizuri kujua jinsi ya kuweka data na kumodel.
Kitu kingine ambacho nataka kuelekeza, kuna kingine hapa kinaitwa new sales types. Ni kitu cha muhimu sana, ni kizuri. Kwa nini nasema hivi? Kwa mfano useme, kwa mfano unataka kutengeneza hizo seli zako kuzipa rangi tofauti tofauti, au kuzipa rangi moja zote, kwa mfano tatu. Kwa mfano tutaingia hapa tu, tutaweka kwa mfano background color iwe green, alafu fonti iwe nyeupe. Hapa namba 7 green tunasema, alafu nyeupe. Kwa mfano ziko 5, itachukua muda. Namba 9 tena green, nyeupe. Kwa cha kufanya, tutaenda kutengeneza kitu ambacho tutatumia kila wakati. Tuenda katika sales types, tuenda katika new sales types, kisha hapa nataka style name, tuipe jina tuchukue hiyo, au tuandike Dickson, kisha tu hit format. Tuiformati katika fonti tunataka iwe katika rangi nyeupe. Fonti lazima iwe rangi nyeupe. Alafu color tuseme kwa mfano iwe green. Hapana, green tushaitumia, iwe blue. Tunaita okay, kisha okay tena. Kwa tukibonyeza hapo namba 5, alafu tukaingia katika cell format, tutaona kwa Dickson, nabonyeza. Kwa ni kitu rahisi, una change zote kwa wakati mmoja kwa kubonyeza tu custom hiyo hapo juu, kubonyeza tu custom hapo juu inabadilika. Tuseme kwa mfano tumebadili mawazo, tunataka ziwe nyekundu tu. Kwa cha kufanya, tutabonyeza hiyo row yetu ya kwanza, katika cell styles, kisha tuta right click, kisha tuta modify katika rangi gani? Format kama kawaida, tunataka iwe katika rangi ya manjano, hiyo background. Alafu fonti iwe nyeupe tu, au hiyo blue. Fonti tuiweke katika rangi ya blue bahari, kisha tuhiti okay. Tumemaliza, tuhiti okay. Imebadilika hapo, ni zote kwa pamoja zimebadilika kwa sababu tulibadili zote katika rangi moja na tumemodify zote kwa wakati mmoja. Njia rahisi na nzuri. Kama maelezo yangu hayajakutosha, basi tukutane kipindi kinachofuata. Kwaheri.